Kuna aina hisia ukiwa nazo zinaweza kuhatarisha afya yako. Zinaweza zikahatarisha afya yako ya mwili, lakini pia afya yako ya akili. Lakini pia zitaathiri sana mahusiano yako na watu wengine, kwa sababu aina hizi hisia zina tabia ya kukubadilisha na kukufanya kuwa mtu mwingine kabisa. Na usipokuwa makini, hisia hizi zinaweza kukupelekea kufanya vitu ambavyo baadaye utavijutia, kwa sababu ni aina za hisia ambazo zinaweza karibu kabisa mwelekeo wako wa maisha. Ni vizuri kuzijua ili wakati wote unapokutana nazo uwe makini ya namna unavyozihando, ili zisije zikasababisha matatizo makubwa zaidi. Aina ya kwanza ya hisia ni ile tunaoita shame au aibu. Hii ni moja ya hisia mbaya sana. Wako watu wengi sana kwa sababu ya aibu wamejitenga na watu. Kwa sababu ya kupitia jambo fulani lililoletea aibu, imesababisha wakati tamaa kwenye maisha, wajione hawana thamani na waamue kabisa kuachana na kila kitu. Kuna watu wamekimbia maeneo yao kwa sababu ya hisia ya aibu. Hisia hizi za aibu zinaweza kutokana na jambo fulani mtu alilofanya, pengine eneo la kazi, au wakati mwingine tabia fulani ambayo ilikuja kudhihirika ikamletea aibu. Wakati mwingine ilikuwa ni aibu kwenye familia, aibu kwa ndugu, aibu kazini, au wakati mwingine hata aibu kupitia mitandao ya kijamii. Mara nyingi watu wakipitia hisia hizi, wasipochukua hatua za haraka, huwa zinawasababishia changamoto kubwa sana ya kuenda katika sonono na msongo wa mawazo, na wengine kwa sababu hiyo wamechukua hata uhai wao kwa kujinyonga na kuondoka hapa duniani. Wakati wote ukiwa na hisia namna hii, ni muhimu sana kujua kwamba sio mwisho wa maisha na yako mambo unaweza ukayafanya. Iko video yangu nimeelezea ufanye nini unapopitia aibu. Ukiangalia itakusaidia sana kama uko kwenye changamoto hiyo. Cha pili ni hisia tunaoita guilt au hatia. Hisia ya hatia ni ile ya kuwa unajisikia kuhukumiwa ndani yako. Unahukumiwa kwa sababu ya kosa ulilofanya. Unahukumiwa kwa sababu ya jambo lililotokea kwenye maisha yako. Wakati mwingine unaweza kuwa umeshasamehewa na watu uliowakosea, lakini wakati mwingine ni self guilt ndio inakutesa. Bado unaendelea kujihukumu wewe mwenyewe. Hujajiachilia na kuona kwamba ilikuwa ni jambo limetokea na sasa nifungue ukurasa mwingine. Wako watu wengi sana ambao wana hizi hisia na wametembea nazo kwa muda mrefu. Wengine zimewasababisha wakose furaha, wengine zimewasababisha kabisa wakose tumaini la maisha. Kila wakati wanajiona wao ni wakosaji. Hata pale kunapokuwa na fursa ya kufanya kitu kikubwa kwenye maisha, ya kupata jambo zuri kwenye maisha yao, wanajihesabia hawafai kwa sababu ya guilt. Ni vizuri kutambua kwamba mwanadamu kama kiumbe huwa ni mdhaifu na huwa anakosea. Na wewe usijiingize kwenye changamoto hii ya kujihukumu kwa muda mrefu na kushindwa kuchukua hatua inayofuata kwenye maisha yako. Let it go and start afresh.